uchambuzi kuhusiana na vita ya Israel pamoja na Iran. Kikubwa zaidi ni kuhusiana na China, Uturuki na Pakistan pamoja na Russia. Mambo yanazidi kuiva na kuwa mazito, makubwa na magumu kwelikweli. Kwa upande wa Israel, Marekani anaonekana kutaka kuingia katika vita kwa ajili ya kuisaidia Israel baada ya kuombwa msaada kamili na Benjamin Netanyahu. Uingereza kwa upande wake wako tayari kwa ajili ya kuisimamia na kuisaidia Israel kwa kila kitu. Inamsubiri tu mshirika wake mkubwa Marekani kutoa ruksa kuingia vitani ili waingie vitani mara moja na kupambana na Iran. Kwa upande wa Iran, China, maeneo ya Iran zilionekana ndege zake. Haikujulikana kama zilileta nini, lakini ndege za Kichina zilionekana. Hivyo kutafsiriwa kwamba kuna namna China inaonekana aidha imeleta silaha katika maeneo ya Iran ama kuna msaada fulani Iran iliuhitaji kwa China ambapo China imeamua kumpatia Iran. Ishu kubwa inakuja kwamba Iran ni mojawapo ya mwanachama wa BRICS, ambapo kwenye chama ya BRICS kuna Iran, kuna Urusi, kuna China na mataifa mengine makubwa mbalimbali. Huku kwa upande wa Korea Kaskazini, wao wamekwisha kuweka wazi wako tayari kuisaidia Iran iwapo Marekani na washirika wake wataingia katika vita hivyo kwa ajili ya kuisaidia Israel. Uturuki nayo haijabaki nyuma, na yenyewe imeweka wazi nia yake ya dhati kuisaidia taifa la Iran ikiwa Marekani itaingia kwenye vita rasmi na taifa hilo. Kwa upande wa Pakistani na wenyewe wameweka wazi wako tayari kufanya kila jitihada kwa ajili ya kuisaidia Iran kupambana na taifa la Israel. Huku kwa upande wa China wakionyesha hisia za wazi kuweka wazi kwa ajili ya kuitetea taifa hilo la Iran. Ikumbuke China na Iran ni wafanyabiashara wakubwa, huku Iran akiuza mafuta China baada ya kupata vikwazo vikubwa kutoka katika taifa la Marekani. China amekuwa ni msaada mkubwa sana kwa Iran, na Iran imekuwa ni msaada mkubwa sana kwa China. Imekuwa ikimuuzia mafuta ambapo China amekuwa akiyatumia katika viwanda vyake vingi sana na masuala ya kiulinzi pia na kiusalama. Vita hii inaonekana kwenda kuwa vita kubwa, pengine ikawa vita ya tatu ya dunia, ikiwa kama Marekani na washirika wake wataamua kuingia katika vita dhidi ya Iran katika kuisaidia Israel. Ukiachilia mbali hayo yote, Putin wa Urusi na yeye yuko tayari kuingia vitani kwa ajili ya kuitetea taifa la Iran. Ikumbuke kwamba Urusi, China hawatokubali kuona Iran ikiangamia, kwa sababu wanamhitaji sana Iran kwa ajili ya kuweka uwiano mzuri wa power ambayo inatafutwa sasa hivi duniani. Ikumbuke kwamba lengo la China, Urusi na mataifa mengine makubwa kama Korea Kaskazini wanatamani nguvu ya dunia ambapo ilikuwepo katika upande wa bara la Ulaya na Marekani kuweza kuhamia kwa mataifa mengine, kuwepo na usawa wa haki, nguvu na balance kuliko ilivyokuwa hivi sasa, ambapo upande fulani ndio umekuwa ukiamua maamuzi yote na upande mwingine ukiamuliwa cha kufanya. Vita inayokwenda kutokea iwapo Marekani ataingia katika vita hii itakuwa ni vita kubwa sana, itakayohusisha pande nyingi na mzozo kuwa mkubwa. Swali linakuja, je, Marekani yuko tayari kuingia katika vita hivi? La hasha. Ni bado anajiuliza, niingie ama nisiingie katika vita hivi, kwa sababu vinaweza kuleta shida kubwa sana na pengine kuharibu uchumi wake kabisa, kwa sababu mataifa atakayokwenda kukutana nayo ni mataifa ambayo yamekwisha kujipanga kwa muda mrefu na ni makubwa sana kwake. Ukiachilia mbali tayari vita ya Ukraine, Marekani amekwisha kuachana nayo kwa sababu ameona haina faida kwake na imekuwa ni mtihani kwake. Sasa vita ya Israel, wacha tuone ni kitu gani Marekani ataamua. Anayesubiriwa kwa sasa ni Marekani, ni Donald Trump. Yeye ndiye atakayeamua na kutoa kitu gani na izini ya vita vitakwenda kwa namna gani. Kijiti kiko kwa upande wake, ni yeye wa kuamua vita iendelee ama isiendelee. Kwa sasa dunia inatizama kuona Donald Trump ataamua nini, iwe vita ya dunia ama isiwe vita ya dunia.
yote yako mikononi mwake.